Baada kumaliza chuo ambapo ilikuwepo mnamo 2018, nilianza kujiingiza kwenye shughuli za kilimo. Kwa hiyo kwa kipindi naweza nikasema kwa tokea 2018 mpaka 2021 nimejiingiza kwenye kilimo, nimefanya vitu vingi, nimeuza, nimekuwa dalali, nimelima, kwa hivyo vyote hivyo niliweza kuvifanya. Sasa katika shughuli zangu za kila siku, hasa kwenye upande wa kilimo, changamoto ambayo ipo kubwa ambayo sana ni kwenye taarifa. Nikichukulia mfano, kama mfanyabiashara ninatakiwa kujua mazao yako wapi, natakiwa kujua kwamba mazao nayapata kwa nani, na nikienda sokoni na yauza kwa nani. Na hivyo kipindi ambacho niko mkulima, nilikuwa na maswali kwamba sokoni nikilima, nikiweza kulima na nikivuna, sokoni nitakutana na bei gani na nani rahisi wa kumuuzia yale mazao. Kwa hiyo kupitia hizo changamoto ndo nikaweza kupata wazo la Leo. Lengo kubwa la Leo ni kutoa taarifa sahihi, cha kwanza. Cha pili ni kuhakikisha zile taarifa zinapatikana kirahisi, au wafanyabiashara na wakulima wanaweza kuingia ndani ya mfumo wa Leo wakazitumia. Taarifa hizi ambazo sisi tumezilenga, namba moja ni bei za masokoni. Taarifa ya pili ni mnunuzi na muuzaji yuko wapi. Tulipata nafasi mwaka 2024 kuingia kwenye program ambayo iko chini ya Ifakara Innovation Hub ambayo inaitwa Rural Livelihood, ambao kupitia program hiyo tumeifanya nao kazi kwa muda wa mwaka mzima. Ndani ya program hiyo, kipindi ambacho tunaanza tulikuwa bado tuko kwenye mawazo na tunajaribu kutengeneza Leo iweze kuwa product nzuri. Moja ya faida ambayo tulipata kwenye kupitia program ni kuboresha mfumo wetu wa Leo. Kipindi ambapo unaanza na mpaka sasa hivi ni vitu vile tofauti, na tumeweza kuongeza huduma ambazo hazikuwepo kwa kipindi ambacho tunaanza. Tumeweza kuongeza na akaunti pia ya wasindikaji. Tumeweza pia kuingiza mifumo ya malipo, na sasa hivi Leo ina uwezo wa kuhandle malipo, kufanya malipo yake ndani ya Leo. Pia ndani ya mfumo wa Leo tuna uwezo wa kugenerate QR code ambayo inasaidia kwenye kufuatilia mnyororo wa thamani wa mazao kutoka kwa mkulima mpaka kwa mnunuzi. Lengo ni kufuatilia usalama wa chakula. Kwa kipindi ambacho tuko sokoni na kutokana na mrejesho wa watumiaji wetu, tumekuja kugundua kwamba gharama kubwa za internet zinakuwa kikwazo kwa watumiaji wa Leo. Na sio kwamba Leo inahitaji bando kubwa kutumika, hapana, ila tu ni anatakiwa tu awe na bando la kawaida ili aweze kuingia kwenye mfumo wa Leo. Kwa baada ya kuona hicho kitu, sisi kwa upande wa Leo tukatengeneza mfumo ambao unamwezesha huyu mtumiaji wetu kutunza kumbukumbu zake bila kuwa na internet. Lakini tunaona kwamba hicho bado sio jibu tosha. Kwa sababu gani? Tunatoa taarifa real time data, kwa hiyo tunahitaji yule mtu awe na uwezo wa kuzipata. Kwa hiyo sisi mawazo yetu ni kwamba tuna uwezo wa kuifuata hii mitandao ya simu na ikaruhusu Leo ikapatikana bila kuwa na bando la internet.